kupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu wa kuabudiwa, na kuheshimiwa ni wewe, Mungu wa kupewa sifa, na utukufu ni wewe, Mungu. Ukisema ndio, hakuna wezaye kupinga. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, Mungu wa kuabudiwa, na kuheshimiwa ni wewe, Mungu wa kupewa sifa, na utukufu ni wewe, Mungu. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, Mungu. Ukisema ndio, hakuna wezaye kupinga. Iwe Mungu wa kuabudiwa, na kuheshimiwa ni wewe, Mungu wa kupewa sifa, na utukufu ni wewe, Mungu. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe,
mimi nipungue, wewe uongezeke, uongezeke Yesu, uongezeke sana, mimi nipungue, wewe uongezeke. Mfalme mwema, mwaminifu, Baba mweza yote, una nguvu, haushindwi, pokea utukufu. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Baba twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Baba twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Ndio Bwana, hakika umetukuka Mungu wetu. Tunakupa sifa, heshima na sifa zote, mfalme wa falme, maana ni peke yako uliyetukuka, ni peke yako uliyetukuka, ni peke yako uliye mtakatifu. Tunaliabudu na kuliadhimisha jina lako takatifu, wewe ambaye unastahili sifa, wewe ambaye unastahili kuabudiwa, wewe ambaye unastahili kuheshimiwa. Asante Bwana kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako ulio mkuu sana. Tuko mbele zako watoto wako asubuhi ya leo, tukiungana na yule mtunga zaburi wa Zaburi 92 mstari wa kwanza na ule wa pili, akisema kwamba ni neno jema kumshukuru Bwana na kuzitangaza rehema zake wakati wa asubuhi na uaminifu wake wakati wa usiku. Ni asubuhi Bwana tumeamka, umetuamsha kwa uweza wako na nguvu zako, nasi tunazitangaza rehema zako, nasi tunatangaza wema wako, nasi tunatangaza fadhili zako. Tunakiria kwamba si kwa uwezo wetu wala si kwa nguvu zetu, bali ni kwa Roho wako e Bwana. Kama si wewe uliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa, pale ambako adui alitutegea mitego, lakini Bwana kwa uweza wako ukaitengua. Tumekuja mbele zako Bwana kusema asante. Tumekuja mbele zako Bwana kuliadhimisha jina lako. Tumekuja mbele zako Bwana kukurudishia utukufu. Tumekuja mbele zako kukuabudu. Tunakiria kwamba wewe ndiye Mungu wetu,
Wewe ndiye baba yetu, wewe ndiye mfalme wetu. Hatuna Mungu mwingine ila wewe. Peke yako Bwana unastahili, peke yako unastahili Jehova. Karabosha. Popote pale ulipo mtu wa Mungu, ungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha Amka na Rehoboth. Ungana pamoja nasi kuliadhimisha jina la Bwana. Ungana pamoja nasi kumshukuru Bwana. Anasema katika neno lake katika Zaburi ya 100 mstari ule wa 4 ya kwamba ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Sijui umetendwa nini na Bwana, lakini mimi nachojua hata kuamka tu ni muujiza kwangu. Nenda mbele za Bwana kwa kumshukuru. Nenda mbele za Bwana kwa kumshukuru. Nenda mbele za Bwana kwa kusema asante. Nenda mbele za Bwana kwa kusema asante. Rabobo shandiri mando robobosa. Horianda rabo shekitai. Tunasema asante Bwana. Tunasema asante mfalme wa falme. Tunasema asante Mungu wetu. Asante kwa uzima uliotupa. Asante kwa amani uliotupa katika nchi yetu. Asante kwa ajili ya amani katika familia zetu na mitaa yetu. Asante Bwana kwa nguvu na afya ulizotupa. Rababo shendererebo, orianda rababa shekendererebo, rikanda rabo sikirimando robobosa. Ndio Bwana, umekuwa mwema. Umekuwa mwema. Umekuwa mwema. Umekuwa mwema. Tunakubariki, tunakutukuza, tunakuinua. Peke yako Mungu wetu. Tuko mbele zako Bwana, tukisema asante. Tukisema asante. Tukisema asante. Tukisema asante. Tukisema asante. Asante kwa wema wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa neema ya wokovu. Ndio Bwana. Tafakari mambo Mungu aliyokutendea. Tafakari mambo Mungu aliyokutendea toka umezaliwa mpaka siku ya leo. Yamkini adui amekupigisha kelele tu kwa zile changamoto unazopitia. Yamkini adui amekuwekea ngonjera kwenye masikio yako kwa habari ya mambo magumu unayopitia. Hakukupa nafasi ya wewe kutafakari wema wa Bwana. Hakukupa nafasi ya wewe kutafakari tangu kuzaliwa, tangu kutungishwa kwako mimba. Umewahi kujiuliza ni kwa namna gani ulisurvive kwenye tumbo la mama yako? Umewahi kujiuliza ni kwa namna gani ulizaliwa? Umewahi kujiuliza Mungu amekuthamini kwa kiasi gani akakulinda toka ukiwa unapakatwa mpaka sasa hivi? Mimi sijui una miaka mingapi, lakini nachojua kila siku Mungu anayotupa ni siku ya kutafakari na kumtukuza. Ni siku ya kutafakari na kusahau mambo ya kale. Ni siku ya kutafakari Mungu na kumshukuru. Rikandara baba shekenderebos. Ungeweza kufa kama wengine waliokufa wakiwa wadogo. Ungeweza kufa kama walioharibika mimba, lakini Bwana amekupa nafasi. Hebu mshukuru Bwana. Shukuru Bwana. Sahau mambo magumu unayopitia. Sahau kwa Mungu hivyo ni vitu vidogo sana. Rabobo shakayanda rababako. Rikiki mandora bosa kayanda. Rikanda rabosiki rimando. Rikiki mando robosaka taya manda rabakoria. Rindi rimandi rikaya mando robosiki. Orianda rabasaka. Mungu anasema milima na vilima vitaondoka, lakini wema wangu hautaondoka kwako. Maana nimekuchora kwenye vitanga vya mikono yangu. Jina lako liko mbele za uso wa Bwana siku zote. Ninatamani umshukuru Bwana. Natamani uliadhimishe jina lake. Hebu sahau misiba, sahau magonjwa, sahau kupungukiwa. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Rababa shakanda rababa. Horia mashenderere bosaka. Jehoshafati na watu wake waliimba wakasema mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Katikati ya vita waliimba mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Katikati ya maadui zao wakiwa wameviziwa na wafalme watatu, waliimba mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Katikati ya kuimba, katikati ya kuimba, neno linasema Bwana akaleta waviziao, akaleta waviziao. Katikati ya kuimba
maadui zao wakaanza kupigana wao kwa wao. Biblia inasema Jehoshafati alipofika kwenye eneo la tukio, walikuta maadui zao wote wamelala, wamekufa. Wao wakaanza kuchukua nyara na mateka, wakachukua vitu ambavyo maadui zao walikuwa navyo. Sikia neno la Bwana. Sijui unapita kwenye nini, lakini hebu imba, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru kwa wema wake, mshukuru kwa uzima aliokupa. Yamkini unalia ndoa yako ni ngumu, wako wanaolia hawana hizo ndoa, mshukuru Bwana kwa ajili ya hiyo ndoa. Yamkini unalia watoto wamekuchosha, wako ambao hawana watoto, mshukuru Bwana. Rababa shaka yanda rabakoria rimando robosika horia maseketaya oraka shanda rabakoria. Yamkini unalia uchumi wako ni mgumu, nataka nikwambie kuna mwenye fedha lakini yuko ICU anapumulia mashine. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Yes, yes Lord Jesus, we give you glory, 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 we worship you Lord Jesus. Rikorobosh, we give you glory and honor. You are wonderful, you are holy, oh Lord. You are wonderful, you are holy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful, you are worthy, oh Lord. You are wonderful, you are worthy, oh Lord. You are wonderful, worthy, oh Lord. You are wonderful, you are worthy, oh Lord. You are wonderful, you are worthy, oh Lord. You are wonderful, you are worthy, oh Lord. Wewe ndi Mungu wastahili sifa, wewe ndi Mungu wastahili sifa. Nenda mbele za Bwana, ungama mbele za Bwana dhambi zako. Kandirika yandarabusha orikarabosika. Iko damu ya Yesu inayosafisha. Yawezekana wanaokuzunguka wamekukatia tamaa, yawezekana dhambi ulioifanya kila siku iko mbele zako, kama ambavyo Daudi anasema kwenye Zaburi ya 51 ya kwamba dhambi yangu i mbele zangu daima. Umefika mahali ni kama vile hujiamini tena, unaona kama inakunyemelea kila mahali unapoenda. Sikia, huyo ni shetani anajaribu kukuonyesha ukubwa wa kosa ulotenda, lakini iko damu ya Yesu inayosafisha, iko damu ya Yesu inayotakasa. Biblia inasema kwenye Mathayo 26:28, na hii ni damu yangu imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na kwenye Zaburi anasema, na mimi ndimi Mungu niafutaye makosa yako. Na anasema kama magharibi na mashariki vilivyo mbali, ndivyo hivyo ambavyo Mungu anatuweka mbali na dhambi zetu. Asubuhi ya leo, mimi sijui umeamka na kitu gani kinashtaki dhamiri yako, lakini nenda mbele za Bwana kwa damu ya Yesu. Biblia inatuambia basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na neema ya kusikizwa mahitaji yetu. Ujasiri tunaupata katika damu ya Yesu. Ingia katika ulimwengu wa roho, itegemee hiyo damu ya Yesu kufanya upatanisho wa nafsi yako na Mungu. Itegemee hiyo damu ya Yesu ambayo ndani yake kuna uzima, kufuta makosa na uovu na dhambi ambavyo vimekuwa mbele yako daima. Itegemee hiyo damu ya Yesu kukupa new season, kukupa mwanzo mpya. Karamos. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni,
katika jina la Yesu. Watoto wako tuko mbele zako, na msogeza kila mmoja wetu mikononi mwako Bwana. Tazama mioyo yetu, wewe unaichunguza mioyo, unajua nia za mioyo yetu, unajua dhamiri zetu Bwana. Tuko mbele zako, tunaomba utusamee makosa yetu. Tumekutenda dhambi Bwana, tumekukasirisha mara kwa mara, tumewatenda wengine vibaya. Yamkini hata hawajui kama tumewazia vibaya, lakini mioyoni mwetu tumewaza vibaya. Dhamiri zetu sio safi. Baba turehemu, Baba tusamee. Yamkini wengine wamepitia mambo magumu, wakaruhusu roho ya uchungu ndani yao, na Biblia inasema tusiruhusu shina la uchungu lichipuke ndani yetu, maana litawasumbua wengi. Baba turehemu, mrehemu kila mmoja ambaye ameruhusu shina la uchungu kuchipuka ndani yake, ambaye ameruhusu shina la uchungu kuchipuka ndani yake na limeanza kusumbua wengi. Yandaraboshaka, wengine ni kwenye ndoa zao. Bwana wameruhusu shina la uchungu. Rikandarabosika, ndoa ziko kwenye hatihati ya kuvunjika. Wengine wameruhusu shina la uchungu, watoto wanapata tabu. Wengine wameruhusu shina la uchungu ni maofisini, kazi hazifanyiki kwa ustadi. Baba tunaomba rehema, tunaomba toba. Asubuhi ya leo tunaomba fresh anointing, fresh anointing, fresh anointing, upako mpya kwa ajili ya siku ya leo na kwenda mbele zaidi. It's a new season. Tunakataa kutembea na mambo ya kale, maana umesema katika Isaya 43 tusikumbuke mambo yaliyopita, maana wewe unaenda kufanya jambo jipya. Baba, pita na uweza wako, pita kwenye huo moyo wa huyo mama, pita kwenye huo moyo wa huyo baba, kafanye jambo jipya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ingia ndani ya mioyo ya watoto wako, ukaweke neno lako la uzima, ukaachilie kiu ya watoto wako kusoma neno, maana neno likikaa kwa wingi ndani yetu, kuna namna ambavyo ni vigumu uchungu au dhambi kukaa kwenye mioyo ya watoto wako. Msaidie kila mmoja wetu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Msaidie Bwana asikumbuke uovu, bali akukumbuke wewe na wema wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana Bwana, Paulo anasema ya kwamba anasahau mambo yaliyopita, anaangalia yale yaliyo mbele, na anapigana kwa namna ambavyo hata ikosa ile taji. Mungu wetu tusaidie kusahau mabaya yaliyopita, tuwekeze kwenye yale yanayokuja, yale ambayo ni ya uzima wa milele. Msaidie kila mmoja wetu Bwana, mtie kila mmoja wetu kuvipiga vita vizuri vya imani, tukaulinde mwendo, tukaumalize salama. Msaidie kila mmoja wetu Bwana, maana umesema itamsaidia nini mtu kupata ulimwengu wote kisha ukose uzima wa milele. Tusaidie kulinda imani, tusaidie kuishi maisha ya upendo, tusaidie kuishi maisha ya furaha na wanaotuzunguka, maana Bwana maisha yetu ni ya kitambo tu. Tusaidie kuwekeza katika uzima ulimwengu ujao katika jina la Yesu. Msaidie kila mmoja wetu Bwana. Mandoroboshaka, rikandorobosika, orianderereboshaka. Nenda mbele za Bwana, omba hekima kwa ajili ya siku ya leo. Omba Mungu akupe hekima kwenye kinywa chako, kwenye ufahamu wako. Yesu anasema kwenye Luka 17 mstari wa 21 ya kwamba atatupa hekima na kinywa, atatupa kinywa na hekima ambao hata watesi wetu hawataweza kushindana nayo. Mwambie Bwana, kinywa changu na kiweka wakfu kwa siku ya leo. Ninaomba unijaze hekima katika moyo wangu popote ninakopita. Mwambie Bwana, ninaomba hekima ya kutatua changamoto mbalimbali nitakazokutana nazo siku ya leo. Mwambie Bwana, ninaomba hekima ya kuweza kumjibu kila mmoja nitakayekutana naye kwa hekima kabisa, ili niweze kuimaintain amani. Maana Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, maana pasipo wa utakatifu hakuna awezaye kumwona Mungu. Mwambie Bwana akupe hekima hata katika kazi zako unazoenda kufanya siku ya leo. Mwambie Bwana, ninaomba roho ya hekima iachiliwe ndani yangu. Lakini Bwana, weka mgojezi kwenye vinywa vyetu. Karabo shaka yandarama, rikandarabobosaka,
mandirabo sekerebo shaka orimanda rabasaka. Uweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha kwa dakika chache. Omba ombi la hekima, lakini pia ombea kinywa chako. Mandorobo shaka yanda rabasika libro shata makori yanda raba shekerebo bosa orika yanda raba baba sekele koraka lakata rama manderebo shaka. Bwana tunaomba uweke mgojezi kwenye vinywa vyetu. Vinywa vyetu havitanena maneno ya kipuzi. Vinywa vyetu havitanena maneno yasiyo na hekima. Vinywa vyetu havitanena maneno yasiyo na ladha. Katika jina la Yesu tunakata roho ya mizaa kwenye vinywa vyetu, maana umesema kila neno wanalolinena wanadamu watatoa hesabu yake. Baba, tusaidie vinywa vyetu kunena maneno ya pasayo. Baba, visaidie vinywa vyetu, maana umesema mtu atashibishwa tumbo lake kwa maneno ya kinywa chake. Baba, watu wako wengi tumenena maneno mabaya, tumejilani wenyewe. Tukajikuta matumbo yetu yanashibishwa na laana, tukaanza kutembea kwenye mambo magumu. Tunaweka wakfu vinywa vyetu asubuhi ya leo. Badala ya laana tatamka baraka, badala ya mauti tatamka uzima, badala ya kushindwa tutatamka kushinda, badala ya kushushwa tutatamka kuinuliwa. Popote tunapokwenda raba shekenderebo shaka orianda raba seke. Hekima yako ipite Bwana na uweza wako. Hekima yako ipite na uweza wako. Mandirikanda rabo sikirimando. Enda mbele za Bwana. Paulo anasema katika Efeso 1 mstari wa 17-18 anasema ya kwamba anaomba roho ya hekima na ufunuo, macho ya mioyo yetu yapate kutiwa nuru. Omba roho ya hekima na ufunuo. Tumeomba roho ya hekima, endelea kuomba roho ya hekima na ufunuo katika kumjua Bwana, katika kumjua Bwana, katika kumjua Bwana. Afu mwambie Bwana, macho yangu naomba yatiwe nuru, nipate kulijua tumaini la wito wako jinsi lilivyo kwa watakatifu wako, na ubora wa uweza utukufu wako jinsi ulivyo kwa waaminio. Kuna namna ukijua, ukipata ufunuo utatembea katika uweza wa Mungu. Kuna namna ukipata ufunuo katika kumjua Bwana, kuna namna utaanza kutembea katika wito wako kwa namna ya tofauti. Mando robo shaka rikiki mando robo sika orianda rababa sheketa yanda rabakoria mando robo sikiri mando robo saka rikando robo sikiriando. Roho ya hekima na ufunuo katika kumjua Bwana iachiliwe kwa kila mmoja anayetafuta uso wa Bwana asubuhi ya leo. Roho ya hekima na ufunuo katika kumjua Bwana, maana katika kumjua Bwana ndiko tulikobebeshwa mema yetu. Maana katika kumjua Bwana ndiko baraka zetu zilipo. Mandiribo shaka. Roho ya hekima na ufunuo katika kumjua Bwana. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Macho huyo dada yatiwe nuru. Macho huyo baba yatiwe nuru. Macho huyo mama yatiwe nuru. Macho huyo baba yatiwe nuru katika jina la Yesu Kristo. Nakataa roho ya giza, nakataa hilo giza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natamka nuru kwenye macho yako ya ndani, nuru kwenye njia yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ribo shaka ikanda rabo sika rikanda rabo sika rindiri mando robo saka rindiri mando robo sika. In the mighty name of Jesus. Tenda kuomba ombi lingine, Wakolosai 3 mstari ule wa 10. Harabo sika orimando robo sika. Tunaenda kuombea ufahamu wetu. Wakolosai 3 mstari wa 10. Biblia inasema kuanzia mstari ule wa 8 mpaka wa 10, anasema lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote, hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Biblia inasema msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua utu wa kale na matendo yake. Lakini anasema mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Natamani asubuhi ya leo uende mbele za Bwana.
Mwambie Bwana kupitia Roho yake Mtakatifu ashughulike na kile kitu ambacho kwako kimekuwa ni kigumu kuachana nacho. Ashughulike na kitu ambacho kwako ni dhambi na ukuzinga kwa wepesi. Biblia inatuambia kwenye Waebrania mlango ule wa 12. Waebrania mlango ule wa 12 mstari wa 1. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa wepesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi chake Mungu. Wapendwa watu wa Mungu, tuvue utu, nenda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ninaomba yale mambo wewe unajua. Kuna wengine hawezi kuacha uongo. Kuna mwingine hawezi kuacha kusengenya. Kuna mwingine hawezi kuacha kuiba. Kuna mwingine hawezi kuacha kula rushwa. Kuna mwingine hawezi kuacha chuki ndani. Yaani mtu akifanikiwa yeye ndani anaumia. Na ni dhambi ambazo hata wengine hawajui kama inakusumbua. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo hata wazazi wako hawajui kama vinakusumbua. Kuna vitu vidogo vidogo hata mume wako au mke wako hajui kama vinakusumbua. Lakini hivyo vitu vidogo vidogo ndio vinakukosesha uwepo wa Bwana. Hivyo vitu vidogo vidogo ndio vinakukosesha, vitakukosesha mbingu. Mwambie Bwana, umesema tuvue utu wa kale. Pita na uweza wako asubuhi ya leo, nichunguze, nichunguze, nichunguze. Alafu mwambie Bwana, nifinyange. Ondoa kila mizigo inaonizinga kwa wepesi. Ondoa kila dhambi inaonizinga kwa wepesi. Rikandarabosiki. Iko nguvu ya Roho Mtakatifu inapita. Iko nguvu ya Roho Mtakatifu inapita. Iko nguvu ya Roho Mtakatifu inapita. Inakufunulia namna dhamiri yako ilivyo. Inakuonyesha namna ambavyo umekuwa unajilaumu, unajihukumu. Kuna saa unasema ya kwamba hiki sitaki kukifanya, lakini ghafla unakuta umekifanya. Kama ambavyo Paulo anasema, yale ninayoyapenda kuyafanya siyafanye, lakini lile nisilolipenda ndilo nalolifanya. Nenda mbele za Bwana. Rabo shakaraba koria. Rikando robo sikiriando. Rimando robo sikirimando. Pita Bwana na uweza wako. Yako mambo ambayo ni magumu hata kuyasema mbele za watu. Yako mambo ambayo tukiwa wenyewe vyumbani katika vyumba vya siri tunafanya. Hata wenzi wetu hawajui. Hata watoto wetu hawajui. Hata wazazi wetu hawajui. Kama ni vitu vinavyotusumbua, Baba, ninaomba upite kwa kila mmoja wetu. Shughulika na nafsi yake. Shughulika na nafsi yake. Maana umesema tuweke kando kila mizigo na dhambi zituzingazo kwa wepesi, tukivaa utu mpya wenye ufahamu kama wa yeye aliyetuumba. Pita Bwana, pita Bwana. Vua kila mtoto wako anayekutafuta asubuhi ya leo utu wake wa kale. Vua ule utu wa kale, ule utu wa uongo, ule utu wa wizi, ule utu wa uvivu, ule utu wa chuki. Uvue Bwana. Raba shakarabosika liprosaka yanda rabakoria mandorobobosa kerebosa orianda rabasekerebobosa ramaseke rabakoria robobobosika. Hiyo roho ya uongo iwaachie watu wako. Hiyo roho ya chuki iwaachie watoto wako katika jina la Yesu. Ribosaka rabakoria mandorobosa rikanda rabasekerebobosa. Asubuhi ya leo utupe roho ya furaha ndani yetu, roho ya kutulia tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kumaliza imani na kutimiliza imani yetu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karaboshaka rikorobosika. Nenda mbele za Bwana, tamka uzima kwenye kila eneo la maisha yako. Biblia inasema katika Yohana 10:10, mwivi haji ili aibe na kuchinja, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na utele. Yesu anasema alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe na utele. Nenda mbele za Bwana, tamka uzima kwenye afya yako, kwenye afya ya familia yako, watu wa nyumbani mwako.
Tamka uzima. Yamkini una mgonjwa hospitali, una mgonjwa unamuguza nyumbani, au ni wewe. Tamka roho uzima, tamka uzima, tamka uzima. Asema uzima na mauti viko mbele yako, chagua. Tamka uzima, tamka uzima. Uzima kwenye afya zetu, uzima kwenye damu zetu. Rikanda rabo shaka, uzima, uzima, uzima. Tamka uzima, uzima kwenye ndoa yako. Tamka uzima kwa watoto wako. Tamka uzima kwenye kazi yako. Na tamka uzima, uzima kwenye biashara zetu, uzima kwenye huduma zetu, kinyume na mauti, katika jina la Yesu. Roho uzima, roho uzima. Yule ambaye yuko ndani ya Kristo, yule ambaye alimfufua Yesu, apite, 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 upite. Ule uwezo wa kufuka kwa Yesu upite, upite kwenye kila eneo la maisha ya watoto wa Mungu wanaotazama siku ya leo kipindi hiki, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uzima popote utakapopita, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Ni haja yetu tufanane na wewe. Tufinyange kila itwapo leo. Kila asubuhi Bwana tunapokutafuta uso wako, endelea kutufinyanga, endelea kututengeneza, toka utukufu hata utukufu, nguvu hata nguvu, imani hata imani. Unifinyange, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe. Unifinyange, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe. Unifinyange, nifinyange. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya maombi ambao umetupa neema kuyaomba asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu, Roho mtu wa uzima, Roho atuombeaye, Roho atufundishaye, Roho atusaidia udhaifu wetu. Saa nyingine Bwana tunaenda kutafakari neno lako la uzima. Ninaomba Roho Mtakatifu endelee kusema ndani yangu. Roho Mtakatifu endelee kutufundisha. Mfundishe kila mmoja anayefuatilia kipindi hiki asubuhi ya leo, na hata wale watakaofuatilia pale baadaye Bwana. Ninaomba neema yako isitupite. Ukatuguse Bwana mioyo yetu. Ukazidi kutuinua na kutufananisha na wewe. Tukalinganishwe na wewe Bwana. Mpaka umesema ni mpaka tutakapofikia cheo cha utimilifu wa Kristo. Nasi tunaomba Bwana utusaidie kupitia neno lako, tukapate kupata the true identity from you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi hiki cha Amka na Rehoboth. Ni kipindi ambacho kinakuja kwako kila siku ya Jumatatu mpaka siku ile ya Ijumaa. Ni kipindi ambacho ni maalum kwa ajili ya maombi. Tunaomba, ni kuomba na neno. Neno tunakuwa nalo kwa wakati mdogo, lakini tunatamani siku yetu tuikabidhi mbele za Bwana. Ukitembea utembea ukiwa unatembea
kwa ujasiri na ushindi ya kwamba umeanza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijakuletea neno, nikukumbushe ya kwamba siku ya kesho Jumatano usiku kuamkia Alhamis, watu wananiambia na wachanganya, usiku wa Jumatano kuamkia Alhamis tunakuwa na maombi ya watoto, maombi ya kuombea watoto. Karibu tuombee uzao wetu, lakini pia tuombee watoto wengine katika nchi yetu na katika dunia. Ukisema mimi sina mtoto siwezi kuomba, omba kwa ajili ya watoto wengine, kwa sababu wasiposimama watakuathiri wewe. Mnakumbuka wakati tumekuwa na janga la watoto ambao wamepewa wanajiita panyarodi. Unaweza ukasema mimi siombei watoto, lakini wakivamia kwako wanaweza kukata mapanga. God forbid, Mungu azuie, lakini tunahitaji uwe na watoto, hauna watoto. Watoto wako wamesimama vizuri au wako vizuri, useme mimi sina haja ya kuomba. You need to pray kwa ajili ya watoto katika malango ya nchi yetu, kwa sababu wasiposimama hao wanaweza wakakuathiri. Unaweza ukapita barabarani ukashangaa wamekukaba, wamekunyang'anya vitu vyako. Kwa hiyo tunaposema tunaombea watoto ni ili kuifanya jamii yetu iweze kuwa na watoto ambao ni watoto wanaompendeza Bwana na wanamtumikia Mungu. Ni siku ya kesho usiku kuamkia Alhamisi, saa 8 usiku mpaka saa 11. Kujiunga na hao maombi, wasiliana nasi kupitia 0758 940 388. Lakini pia nikumbushe ya kwamba tutakuwa na maombi, tunakuwa na kambi za maombi. Mwaka huu tutakuwa nazo 2. Moja itakuwa mwezi wa 5. Naitangaza mapema ili uweze kujiandaa. Tarehe 30 mpaka tarehe 1 June. Tarehe 30 Mei mpaka tarehe 1 June. Kuna gharama za kulipia kwa ajili ya malazi na chakula na ukumbi, shilingi 1,500. Kwa hiyo ni kuombe wewe ambaye Mungu ameweka ndani yako mzigo, usiache kushiriki. Lakini pia kambi hiyo itahitaji support mbalimbali ya vitu vichache ambavyo viko nje ya gharama ambazo unatoa moja moja. Kwa yule utakayeguswa aidha kumlipia mtu au kuguswa kwa ajili ya kutoa sadaka yako kwa ajili ya ile kambi ya maombi, ni mahali ambapo tunaenda kurenew our mind, tunaenda kugeuzwa nia zetu, tunaenda kutengenezwa kwa upya, tunaenda kutulia na Bwana. Kwa hiyo ukisikia kutoa sadaka yako, iachilie na wasiliana nasi ili tuweze kukupa namna ya kutoa. Kumbuka, unapopanda mbegu yako haitarudi vile vile. Ukipanda mbegu inakuja imezaa. Amen. Basi ni vizuri ukapanda kwenye udongo mzuri ambao ni ufalme wa Mungu, ili kizaa uzidishwe maradufu. Amen. Tunaendelea na somo letu kwa dakika chache tulizonazo, kama dakika 30 hivi, dakika 25. Njia iliyozibwa na namna ya kuvuka kutoka katika njia iliyozibwa. Na tumekuwa tunaongozwa na kitabu kile cha Ayubu 3:23. Ayubu 3:23. Biblia inasema, kwa nini mtu aliyezibiwa njia kupewa mwanga, ambaye Mungu amemzingira kwa ukingo? Nilikwambia kwamba kwenye Biblia nyingine za Kiingereza anasema ni kwa nini mtu kuruhusiwa kuona mwanga ili hali njia yake imezibwa. Yaani kwa nini uendelee kuishi ili hali unatembea kwenye vizuizi, unatembea kwenye maisha yasiyo na mafanikio, unatembea kwenye maisha magumu? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni swali ambalo Ayubu alijiuliza wakati akiwa anapita kwenye changamoto mbalimbali za maisha yake, ambayo alijaribiwa kipindi kile na yule mwovu Ibilisi. Alipita kwenye magonjwa, alipoteza mali zake, alipoteza watoto. Kwa hiyo akajikuta anasema, kwa nini Mungu anaruhusu auone mwanga ili hali njia yake imewekewa kizuizi? Tuliangalia mambo kadha wa kadha yanayopelekea Mungu kuweka. Tuliangalia kwa habari ya kizuizi kinaweza kikaekwa na Mungu au kinaweza kikaekwa na adui. Kwa hiyo tulimaliza jana kwa habari ya vitu vinavyopelekea Mungu kuwawekea watu vizuizi. Tukasema kuna kukosa utii, kutokuamini, kuasi, kuacha au kudharau. Lakini Mungu anaweza kaiziba njia yako kutokana na hatari iliyoko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Na jingine inaweza Roho Mtakatifu ananikumbusha, unaweza pia ukaekewa kizuizi kama hujakuwa. Halo. Kuna level ambayo kama hujafikia utaekewa kizuizi usiweze kutumika kwenye kile kitu ambacho Mungu ametaka ukifanye, mpaka hapo unapokuwa spiritually matured. Ngoja tuangalie
kitabu kimoja hapa cha Kutoka, mlango ule wa 2. Kutoka 2. Kutoka 2. Kutoka mlango ule wa 2. Nitasoma mstari ule wa 14 na 15, sorry. Kutoka 2 nitaanzia mstari ule wa 11. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake. Akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania, mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huku na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya 2, na tazama watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomua yule Misri? Musa akaogopa, akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Basi Farao alipopata habari, akataka kumua Musa. Lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midian, akaketi karibu na kisima. Basi kuhani wa Midian alikuwa na binti 7, nao wakaja wakateka maji wakazijaza birika zao. Nataka tuishie hapo kwanza. Musa tunajua habari yake, jinsi alivyozaliwa, jinsi alivyofichwa na mama yake mpaka akapelekwa kwa binti Farao. Tunaijua hiyo habari kwa wasomaji wa Biblia. Kama hujui, sina muda wa kurudi huko sana, pata muda, soma kitabu cha Kutoka mlango wa 1 na mlango wa 2, utakutana na hiyo habari. Sasa Musa anafika umri wa miaka 40. Anapofika miaka 40, wito ambao ulikuwa ndani yake unaanza kuchemka. Wito wa kuamua, wito wa leadership, uongozi. Anatoka anakuta Mwebrania anapigwa na Misri. Musa alichokifanya cha kwanza, alimpiga yule Misri, akamua, akamfikia kwenye mchanga. Wito unachemka. Kesho yake anarudi, anakuta tena hawa wanaopigana ni Wayahudi kwa Wayahudi. Anaamua kuamua. Unajua wito unapokuwa ndani yako, yani hauhitaji hata kuambiwa na mtu fanye, unajikuta wewe mwenyewe unafanya. Wewe mwenyewe unafanya. Na wengine wanaanza kusema anajisikia na sijui nini. Ndio kilichomtokea Musa. Musa alipotaka kuamua, akamwambia, unataka utuwe kama ulivyomua yule Misri. Musa akagundua hili jambo limejulikana. Na Farao akapata habari, akataka kumua Musa. Sasa pointi yangu ni hapa. Musa kwenye miaka 40 aliyokuwa nayo, alitakiwa aanze kutumika kwenye wito ambao Mungu alimpa. Lakini Musa alikuwa bado hajawa matured, alikuwa hajakomaa kitabia. Wazungu wanaita character. Sasa character kwa Kiswahili sijui, tabia ni zaidi ya tabia. Yani alikuwa hajakomaa kwenye karakta yake. Musa alikuwa ni mtu wa hasira, is a tempered guy. Kuna wale ambao mnasema, unajua mimi nina hasira sana. Ukiwa una hasira sana ni sign hujawa spiritually matured, mentally and physically you are not matured. Tunaona mwili tu umekomaa, lakini emotionally, kihisia, kiroho hujakomaa. Unaniambia Lydia unasema nini? Biblia inaniambia hasira ukaa vifuani mwa wapumbavu. Hata mimi nikiwaga nikikasirika tunasema Roho Mtakatifu ananiambia Lydia, hasira inakaa vifuani mwa wapumbavu. Kwa hiyo always I'm learning. Kwa hiyo Musa, hasira ilikuwa ni weakness yake kubwa, na hasira ndio ilomfanya Musa ashindwe kuingia Kanaani. Mungu anamzuilia Musa kuanza kutumika kwenye wito.
Anahakikisha Musa unarudi, utaenda nyikani huko jangwani kwenye mapori. Utaenda huko kuchunga kondoo. Nitaenda kukutrain kuchunga watu kupitia wanyama. Kwa sababu gani? Musa bado una hasira. Kama una hasira, hawa watu ambao nataka uwafikishe Kanaani, utawapelekaje kama kila siku utakuwa unaua mtu mmoja? Kuna vitu Mungu anavizuia usivianze, usivipate on a specific time, katika muda fulani, kulingana na wewe hujakuwa. Halo. Hujakuwa, ndio. Siniambie mbona nimesoma unaweza ukamaliza hadi PhD, lakini kama hujakuwa katika hekima, hujakuwa kiroho, bado kuna vitu vitakushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba akakimbilia nyikani. Baadaye ndo anakuja kuitwa na Bwana tena. Baada ya kukaa nyikani miaka 40. Musa anakuja kuanza kutumika akiwa na miaka 80. Lakini alipoanza kutumika akiwa na miaka 80, aliweza kwenda vizuri. Lakini tunaona pale kwenye maji ya Meriba, ile hasira ambayo ilimzuia, ndio hiyo aliapply kwa wana wa Israeli. Anaambiwa uambie mwamba utoe maji, kwa sababu wa Israeli walishamkera, walishamuuzi. Anawaambia enyi waasi, tuwatolee maji katika mwamba. Mungu akasema kwa sababu hamkuniheshimu wewe na kaka yako Haruni, hamtaingia Israeli. Kitu gani nataka nikione? Mazuio mengine tunaikiwa kwenye maisha yetu kwa sababu hatujakuwa. Kwa hiyo Mungu anaona huyu mtoto nikimpa hichi kitu, nitampoteza au atawaangamiza wengi. Halo. Unataka Mungu akupe position kubwa, let's say ni director kwenye organization yako au kwenye nini, lakini huwezi kutunza siri. Mtu akija tu kwambia naomba tu uniombee napitia hiki na hiki, badala ya kuweka siri unaenda unamwambia mtu mwingine, jamani tumuombe fulani anapitia. Angeweza kuambia wote, amekuambia wewe. Then you are crying to God, you need to be a director somewhere. Mungu si mwanadamu. Mungu yani Mungu anatupima. Anakupima viwango vyako. Hivi nikimruhusu huyo aanze sasa hivi hichi kitu, au nikimpandisha hiki cheo. Mungu anaika zuio mwenyewe, wala hata sio shetani. Control hasira yako. Ukishamaliza ukishajua jinsi ya control hasira yako, nitakutumia. Control mdomo wako. Ukishajua control mdomo wako, nitaanza kukutumia kwa ajili ya wengine. Halo. Kwa hiyo njia zilizozibwa, Mungu anaweza akakuzibia kwa sababu ya character yako. Character. Be careful with your character. Hasira sio sifa. Kwamba wewe una hasira kwa hiyo mtu asikukaribia, sio sifa, inakuchelewesha. Biblia inasema hakuna mtu aliyekuwa mpole kama yule Musa. Ukisoma Biblia, aliyekuwa mpole na Mungu aliongea naye ana kwa ana, Musa. Lakini ni baada ya kupita kwenye miaka 40 ya kutengenezwa jangwani. Hebu ngoja leo tuangalie, tuanze njia iliyozibwa na shetani. Kuna vitu vingi hapo kwenye character, nikianza kuongea tutamaliza leo. Kwa sababu natamani Ijumaa tuwe tumefika mwisho wa hili somo. Jumatatu ijayo tuanze somo lingine. Adui shetani pia anaweza akazibu, akaweka kizuizi au akaziba njia yako. Ni vyema pia kumwomba Mungu ili kujua kama kizuizi kinachokusumbua kinatoka kwa Mungu au kinatoka kwa shetani. Na kama hivi vizuizi unajua kama kinatoka kwa shetani kuna namna yake ya kushirika nacho, kama kinatoka kwa Mungu kuna namna yake ya kushirika nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukiomba ukishajua, unaanza sasa kudili navyo. Sasa ziko njia mbali ambazo adui anatumia kuweka vizuizi katika njia ya mtu. Njia ya kwanza naomba tuijue ni fikra. Fikra. Adui kwa kiasi kikubwa anatumia fikra za mtu kumteka na kumwekea kizuizi au zuio katika njia yake. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi wa 5.
Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi wa 5 Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Hawa anadanganywa na nyoka. Na nyoka alipokuja, shetani alipokuja, ndio anatumia sura ya nyoka. Shetani alipokuja kwa Hawa, alidili na fikra zake. Alidili na kwenye fikra za Hawa anawaza nini. Anamwambia, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Ati. Kwa nini alitumia neno ati? Alikuwa anataka kujua fikra za yule mama ziko kwa kiwango gani juu ya Mungu wake. Alikuwa anataka kujua kilichojazwa kwenye moyo wa yule mama. Shetani mara nyingi anafanya kazi kupitia kile unachomwambia au anachoisikia, information. Shetani hawezi kujua ndani ya moyo wako kuna nini, ila shetani anaoperate kupitia kile unachokisema. Kwa hiyo Hawa, shetani anamwambia, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Kumbuka huyu shetani alishawahi kuishi mbinguni. Alikaa huko, alipoasi ndo alitupwa. Kwa hiyo anajua protocol zote za ulimwengu wa roho. Anajua kabisa mbinguni Mungu anataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaanza kudili na fikra, anamwambia ati, afu yule mama anasema, matunda ya miti yote ya bustani twaweza kula. Sikia, anamwambia, shetani anamuuliza, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Angalia pale tofauti. Shetani anamwambia, mmeambiwa msile miti yote, msile matunda ya miti yote ya bustani, miti yote. Lakini huyu mama anamwambia matunda ya bustani twaweza kula. Maana yake ni nini? Tunaweza kula, lakini kuna ambao hatutakiwi kula. Shetani alipokuja alikuwa hajui ni matunda yapi hawatakiwi kula. Unasema leo, unasema nini? Ameenda na general question, msile matunda ya miti yote. Na huyu akamwambia twaweza kula, lakini. Kwa hiyo yeye ndo akaanza kumpa information ya matunda ambayo hatakiwi kula. Kwa hiyo shetani alianza kutafuta fikra za yule dada. Anawaza nini juu ya Mungu wake? Ana maagizo gani? Kanda rabo sika. Okay. Baada ya hapo sasa anamshawishi, wanakula, afu tunajua kilichotokea kule chini. Wapendwa, ukisoma Wakorintho wa pili, mlango ule wa pili mstari wa 11, Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili, mlango wa pili, mstari wa 11, Biblia inasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Laiti Hawa angejua shetani anataka kuleta swali gani lingine ili amshawishi yale ile tunda, asingempa muda wa kumjibu. Paulo anasema ya kwamba shetani anatushinda
pale tunapokosa kuzijua fikra zake. Okay, ngoja tuendelee kidogo. Unaniambia sasa hapo inaendaje kwenye njia iliyozibwa? Wakorintho wa pili 11 mstari wa kwanza hadi wa 3. Wakorintho wa pili Biblia inasema, laiti mngelichukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo. Naamu mchukuliane nami. Maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema ya kwamba yule nyoka alimdanganya Hawa kwa hila yake, akaharibu fikra. Anasema shetani anapokuja kwa hila, lengo lake kubwa ni kuharibu fikra. Okay, unakuta tuna kanisa ambalo linaamini kwamba Mungu yupo, lakini haliamini kwenye kazi Mungu anazozifanya. Fikra zimepofushwa. Biblia inatuambia kwamba, nafikiri kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 3, asema ikiwa injili yetu imestirika kwao wanaopotea, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Shetani anapopofusha fikra zako, anakuzuia wewe kuona yale mema yaliyobebwa na Mungu. Shetani anapopofusha fikra zako, anakuzuia wewe kuona ile hatima ambayo Mungu ameiweka mbele yako. Badala ya uzima unaanza kutamka mauti. Badala ya kushinda unaanza kutamka kushindwa. Badala ya I don't know how to say it. Fikra. Na akikamata fikra, anachokifanya kingine ni kupanda roho ya hofu. Biblia inasema kwamba hamkupewa roho ya hofu iletayo utumwa. Mtu anapokuwa amepandwa roho ya hofu, fikra zake adui ameshazikamata, alafu roho ya hofu ikapandwa kwenye moyo wake, kwenye nafsi yake, ghafla huyo mtu anakuwa hajiamini tena. Biblia inasema ya kwamba Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Lakini utashangaa mtu ni Mkristo, ana Kristo ndani yake, lakini ana hofu. Akikutana na paka anachanganyikiwa. Akimwona mjusi anapita ndani kwake anachanganyikiwa. Biblia inatuambia kwamba nimewapa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyota, wala hakuna nyoka na hakuna kitakachowazuru. Lakini fikra za watu wengi wa Mungu zimepofushwa, zikaweka zuio la watu wa Mungu kuanza kuenenda kwenye yale maisha ambayo Mungu alikusudia. Ngoja nikwambie, Yohana 10 mstari wa 10 ni mstari ambao naupenda sana. Yohana 10 mstari ule wa 10. Biblia inasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Ngoja nisome huu mstari kwenye Biblia ya Kiingereza, inaitwa Amplified Bible, Amplified. Kuna kitu mtu wa Mungu nataka ukione hapa, ili unapodili kulinda fikra zako, uzilinde kisawasawa. Yohana mlango ule wa 10 kwenye Amplified Bible anasema hivi. John 10:10. Anasema, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have life. Yani nataka I came that they may have life. Nilikuja ili wawe na maisha. Okay. Au wawe na uzima. And have it in abundance. Nilikuja ili wawe na uzima, wawe nao katika wingi.
Alafu anasema kwenye bracket, to the full till it overflows. Maana yake ni nini? Ya kwamba Mungu anakutaka uishi maisha ya uzima mpaka ule uzima yani wewe umezidi. Kanda rabo sikirianda. Maana Mungu wetu ni mtakatifu na ni mtoshelevu. Kwa hiyo shetani anapopofusha fikra zako, anakuwekea zuio la wewe kuona ule uzima aliouleta Yesu. Anakuwekea zuio la wewe kufurahia maisha. Kuokoka sio kununa saa zote. Kuokoka sio kukunja ndita saa zote. Rikarabo shaka. Kuokoka ni kufurahia maisha ndani ya Kristo. Wakati tunakuwa wadogo tunaokoka, kulikuwa na ulokole fulani ambao ni mzuri, lakini pia ulikuwa una changamoto zake. Ni ulokole ambao na sisi ulikuwa too much serious, ambao watu hawafurahi hata maisha. Yani kiasi kwamba mtu akishaokoka hata nyumbani kwake ni shida. All the time yuko serious, ni baba yuko serious, hata kwa mke wake yuko serious, anaishi na mke wake yani serious. Ni mwanamke yuko serious. Amekaa mkao ambao you don't enjoy life. Yesu alikuja ili tuwe na uzima. Anasema yani tuwe na uzima in its abundance till it overflows. Kama ni kuomba, omba sana, toa sana sadaka, mtumikie sana Mungu, afu furahia maisha. Maana yeye anasema furahini katika Bwana siku zote. Nasema furahini, pole wenu ujulikane kwa watu wote. Biblia inasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Kwa nini you are too much serious? Yani wewe umechukuliwa, yani uko shetani anakamata fikra. Unafikiri ndio style ya wokovu. No. Wokovu ni kumfurahia Mungu kuanzia hapa duniani na maisha ya baadaye. Yani hapa duniani we are practicing. Kuna mtu anasema hapo, Yesu alisema kwamba lazima dhiki kuitawapata. Itawapata, lakini essence ya Mungu kumleta Yesu ni watu wafurahi. Ile furaha ambayo Adamu alinyang'anywa pale Eden irejeshwe kwako, ambaye unatembea katika agano jipya. Kwa nini unaruhusu shetani akuwekee kizuizi kwa kutumia fikra zako? Adui anafanikiwa kwa kiasi kikubwa kukamata fikra za watu wa Mungu. Wameanza kujitazama katika mitazamo ambayo sio Mungu aliwatazama wajitazame. Wengi kizuizi namba moja ni mawazo. Ni mawazo. Paulo anaziita ngome za mawazo. Wakorintho wa pili mlango ule wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Wakorintho wa pili mlango ule wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa tuende tuangalie. Tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Pale juu alikuwa anawaambia Wakorintho, anachelea tusije tukaangushwa na shetani kwa kutozijua hila zake. Kwa kutozijua hila zake na kutokuzijua fikra zake. Sasa hapa anasema kwamba japo unaenenda katika mwili wa damu na nyama, tambua vita vyako si juu ya huu mwili. Vita vyako vinapigana katika ulimwengu wa roho. Na katika ulimwengu wa roho ni lazima, anasema, tuanze kushughulika na ngome. Na hizo ngome anataja ngome mojawapo ni ngome ya mawazo. Sikia mtu wa Mungu, unaweza ukaokoka lakini mawazo yako yasipokombolewa, mawazo yako yasipobadilishwa, rikarabosa. Paulo anasema kwenye Warumi ya kwamba itoeni miili yenu hiyo dhabihu ya takatifu ya kumpendeza Bwana, maana ndio sadaka yenye maana, ndio ibada yenye maana. Alafu anasema mgeuzwe nia zenu. Maana yake nini? Kuna kuokoka, alafu kuna kugeuzwa nia. Mtu aliyegeuzwa nia na mawazo yake yanakuwa yamebadilishwa, anaanza kuwaza kama Mungu. Wakati tuliomba leo ombi la Wakolosai 3:3. Anasema mkivua utu wa kale, mkiuvaa utu mpya wenye ufahamu unaofanana na wa yeye aliyeumba. Aliyetuumba ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa na mawazo
ambayo ni ya kipepo, mawazo ya kishetani, hofu, mashaka, kushindwa, kufeli. Hayo ni mawazo ya kuzimu. Biblia inasema hatukupewa roho ya woga kwenye Timotheo wa pili mlango wa 1 mstari ule wa 7. Hatukupewa roho ya woga, bali ya upendo, ya moyo wa kiasi, bali ya nguvu, ya moyo wa kiasi na ya upendo. Ya kwamba mawazo yanaweza yakamfanya mtu akatembea mahali amefungwa. Halo. Mawazo. Ngome za mawazo. Anasema tukiteka nyara fikra zote zipate kumtii Kristo. Ya kwamba mawazo yanatakiwa yanakufanya uwe mtumwa. Unawaza nini? Kwenye Naumu anasema mnawaza nini juu ya Bwana? Hicho unachopitia umewaza nini juu ya Bwana? If you are thinking negative about God, if you are thinking negative about yourself, there is no way watu wengine wakakuona wewe in a positive way. Nisemeje? Yani wewe ukianza kujiona huna thamani na mawazo yako yakajenga hizo ngome ya kwamba huna thamani, hakuna namna ambavyo mwingine ataweza kukuona wewe una thamani. Wewe ukianza kujiona una thamani mbele za Bwana, mbele za watu, ndivyo hivyo na watu watakavyokuona una thamani. Ngome za mawazo, how to deal with those thoughts. Ndio maana watu ambao wanashiriki maombi ya usiku, watu wanajifanyia personal deliverance. Unaweza ukaokoka lakini still unaishi maisha ya mtu ambaye hajaokoka. Maisha ya utumwa, maisha ya sio na furaha, maisha ya kimaskini, ya ukiwa. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akitupa neema tutaendelea siku ya kesho. Nenda mbele za Bwana. Yamkini tumejifunza kwa habari ya tabia au character. Kuna tabia unayo ambayo inamzuia Mungu au inamfanya Mungu ashindwe kukupeleka kwenye kiwango kingine. Yamkini ni hasira kama Musa alivyokuwa nazo. Yamkini kutokuwa mwaminifu. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Lakini wengine ni mawazo. Ulilelewa kwenye mfumo ya kwamba you are nothing, huwezi chochote. Na yale mawazo umekuwa nayo. Ulilelewa kwa kukaripiwa, kwa kutishiwa, kwa kufanywa vitu ambavyo vilikufanya all the time uwe emotionally unstable. Hayo mawazo yamekuvaa kiasi kwamba huwezi hata kuongea mbele ya watu watatu. Nenda mbele za Bwana, tubu, alafu mwambie Bwana, nairuhusu damu ya Yesu kwenye mawazo yangu. Nairuhusu damu ya Yesu kwenye nafsi yangu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo ambao umeifanya, nasi tunafurahi na kukushangilia. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana la uzima. Tunaomba rehema, tunaomba toba Bwana, kwa ajili ya tabia zile ambazo zimetuzuia au zimefanya Bwana ukashindwa kutupeleka level nyingine, ukashindwa kutupeleka dimensions nyingine za utukufu wako. Baba, tunaomba rehema, tunaomba toba. Na msogeza kila mmoja ambaye anasikiliza kipindi hiki Bwana. Ninaomba ukamrehemu, ninaomba ukambadilishe. Kila tabia isiyofaa tunaivua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tabia zisizofaa, zisizo na utu, zisizo na kitu cha Mungu tunazivua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunainyunyiza damu ya Yesu katika mawazo yetu. Hizo ngome za mawazo tunaziangusha. Ngome za mawazo mabaya, toka achia watu wa Mungu. Toka achia huyo mama, toka achia huyo kijana, toka achia huyo baba katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye fikra za kila mmoja wetu, zipate kumtii Kristo Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa rehema zako. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, saa hii ambako tunaenda kuhitimisha kwa njia ya sadaka, mguse kila mmoja wetu, ukambariki sawa sawa na hitaji la moyo wake. Ukambariki pale anapotoa, ukamzidishe Bwana katika jina la Yesu Kristo. Maana huduma hii Bwana, watu wanapoendelea kubarikiwa na kuokoka, ndivyo na wale wanaoiwezesha kuendelea kusonga mbele watakavyoendelea kupokea neema yako na kukaa katika utoshelevu. Baba, msaidie kila mmoja wetu ambaye ametupa mkono wa shirika, ukamuinue utukufu hata utukufu, imani hata imani, na nguvu hata nguvu. Ninakutukuza, ninakubariki Mungu wetu, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Mpendwa mtu wa Mungu,
Unaweza ukaachilia sadaka yako kupitia 0758940388. 0758940388 ni Vodacom, jina Lydia Mcharo, na 0714607242, jina ni Lydia Mcharo, ni Tigo Pesa, hiyo namba ya pili. Basi nikutakie wakati mwema wenye furaha na amani. Kumbuka sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu aliyetupenda. Amen.